Namna gani neema ukaipata? Jambo la kwanza, imani. Waefeso 2:8. Kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Warumi sura ya 5 mstari wa kwanza na wa pili. Basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na muwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake, na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu. Ambao mnasimama ndani yake. Kwa njia ya imani tumepata kuifikia neema hii ambao mnasimama ndani yake. Piga picha kwamba neema ya Mungu ni kama chumba, alafu imani ni mlango unaokuingiza ndani ya hicho chumba, ambaye kwa njia ya imani tumepata kuifikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake. Kwa maana yake bila imani hauwezi kupata neema. Mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, anasema ambayo hiyo mmesimama ndani yake. Kwa hiyo kwa njia ya mmesimama ndani yake, kumake imani ndio mlango ambao unakuingiza ndani ya neema. Kwa imani inakufungulia mlango ili uweze kuingia na kusimama ndani ya neema. Imani ndio mlango ambao unakupeleka kwenye neema ili ufaidi kila tunda la neema. Kwa hiyo neema inapatikana kwa imani. Kwa hiyo maana yake nini? Neema inaweza kupatikana pale ambapo kifaa cha imani kiko kazini, pale ambapo mlango wa imani umefunguliwa. Imani kifungwa, umefungiwa nje ya neema. Kwa kitu kimojawapo cha kwanza ambacho kinaweza kikakufikisha kwenye neema ya Mungu itende kazi upande wako ni kuwa na imani juu ya neema ya Mungu itende kazi kwenye maisha yako. Torati ilikuja kwa mkono wa Musa, bali neema na kweli ilikuja kwa mkono wa Kristo. Kwa ile kwamba umepombasu maisha yako, kuna neema inayokuwa deposited ndani yako. Uwe unajua uwe haujui, kuna neema imeingia ndani yako. Sababu kwenye Waefeso 2:8 natuambia tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Kwamba si hii haikutokana na nafsi zetu, ni kipawa cha Mungu. Kwa ulipookoka, ulipombasu maisha yako, kuna neema iliingizwa ndani. Ni swala la wewe kuamini sasa, ili imani yako ikufungulie mlango na kusimama ndani ya neema, ili neema itende kazi upande wako, ili upate kuingia na kuenjoy neema, na neema Mungu ifunuliwe kwenye maisha yako. Imani ni lazima. Jambo la pili, kuishi maisha ya haki. Kuna kanuni mbili juu ya hii neema kibiblia ili itende kazi kwenye maisha ya mtu. Kanuni ya kwanza ni sehemu ya ile asili ya Mungu, na kanuni ya pili ni asili ya mwanadamu. Lazima vishabihiane. Asili ya Mungu ni Mungu kuihukumu dhambi. Kwenye kitabu cha Warumi sura ya 6 mstari wa mwisho kabisa wa 23 inasema mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Warumi 5 mstari 18 unasemaje? Kwa mtu mmoja ile dhambi iliingia na kutupata wote, na adhabu yake ikampata kila mmoja. Ukienda mbele inasema kwamba kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na kuwapata wote, hata wasifanya dhambi iliyofanana na Adam, na mauti iliingia ulimwenguni. Nasema lakini kwa tendo moja la haki la mtu mmoja inatupata na sisi wote pia. Kwa kuna asili mbili. Kuna asili ya kwanza, asili ya mwanadamu, ambayo asili ya mwanadamu kwa sababu ya Adam na Eva, kila mwanadamu ametenda dhambi, na kwa sababu ya ile asili ya mwanadamu mshahara wa dhambi ni mauti. Na kama mshahara wa dhambi ni mauti, maana yake ni nini? Somo Warumi 3:23 inasema hivi, kwa kuwa watu wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Inasema tunahesabiwa haki bure kwa neema yake. Wanahesabiwa haki bure. Kumbuka Warumi 5:18 imesema kwa kosa la mtu mmoja wote tuliingizwa, yaani kwa lile tendo la haki la mtu mmoja wote tunapata haki, ambao ni yule Yesu. Kwa Adamu dhambi iliingia na ikatupata na sisi, tukaondolewa nje ya neema iliyokuwepo ndani ya bustani ya Eden. Na kwa mtu mmoja Yesu Kristo, ile haki inatupa na sisi tunakuwa haki. Biblia inasema sisi tumefanyika wenye haki, tunafanyika wenye haki katika Kristo. Tumefanyika wenye haki wa Mungu. Tunastahilishwa kupata haki. Kwa maana inasema kwamba watu wote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, lakini tunahesabiwa haki bure kwa neema yake. Kwa hiyo haki isipoingia kazini, neema yake haiwezi kutenda kazi kwenye maisha yetu. Angalia Warumi sura ya 6 mstari wa kwanza na wa pili. Tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Hasha! Sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Soma mstari wa 6. Mkijua neno hili, ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena. Soma mstari wa 14. Kwa maana dhambi haitawatawala ninyi, kwa sababu hamni chini ya sheria, bali chini ya neema. Kwa sababu dhambi haitatuwala, kwa sababu hatuishi chini ya sheria, kwa sababu tuko chini ya neema. Kwa sababu ile tulipokuwa katika dhambi, ile asili ya mwanadamu, unabaki chini ya laana, unabaki chini ya matokeo ya ile dhambi ya mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa chini ya mauti.
sababu kinyume cha neema ni mauti, kinyume cha neema ni laana. Lakini unapokuwa chini ya neema, unakuwa hauko chini ya dhambi, kwa unakuwa uko kwenye asili ile ya Mungu, asili ya haki. Kwa njia mojawapo ya kupata hii neema na itende kazi kwenye maisha yako ni kuishi maisha ya haki, maisha ya utakatifu, maisha ambayo ni nje ya dhambi, maisha ya yale ambayo Mungu yanampendeza. Jambo la tatu ni maombi. Maombi yanaachilia neema kwenye maisha yako. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura 19, wakati Ibrahim amaliza kuomba maombi na Mungu, akaenda akalala. Kesho yake Biblia inasema asubuhi na mapema aliamka akarudi mahali pale pale alipokuwa pamoja na Mungu. Sikiliza, kilichomsaidia Rutu kumtoa kwenye maangamizi, ile neema iliyokuwa upande wake ilikuwa ni matokeo ya maombi ya Ibrahimu na mahusiano yake Ibrahimu na Mungu kivyake vyake. Ndio maana Biblia inatuambia Mungu alimkumbuka Ibrahimu akamuokoa Rutu. Kwa ile neema ilikuwa inatenda kazi kwenye maisha ya Rutu ilikuwa ni matokeo ya mahusiano ya Mungu na Ibrahimu. Ndio maana ukirudi pia ukosoma kwenye kitabu cha Mwanzo, Biblia inasema Nuhu alikuwa mwenye haki, alitembea pamoja na Bwana. Kwa hakupata neema kiholela. Biblia inasema Nuhu alikuwa mwenye haki, alitembea pamoja na Bwana. Kwa nimekuambia njia mojawapo ya kupata neema ni kuwa mwenye haki, kuwa mkamilifu, kuwa mtakatifu, kuishi kwenye njia za Mungu. Nuhu alikuwa mwenye haki. Ukisoma pale kuanzia mstari wa 8 na kuendelea, sema Nuhu akapata kibali machoni pa Bwana. Soma kule chini, sema hivi, Nuhu alikuwa mwenye haki, alitembea pamoja na Bwana. Kwa alipotembea pamoja na Bwana na ni mwenye haki, ile neema ikaachiliwa kwake. Ndio sababu ya yeye kupata neema. Sababu kwa nini alipata neema yeye na sio mwingine kwenye jamii yake ile? Sababu kwa nini iende kwake na sio kwa mwingine? Ni kwa sababu aliamua kutembea kwenye haki, akawa mtu wa haki pamoja na Mungu, akatembea na Bwana, kwa neema ikawa upande wake. Lakini pia ni maombi. Maombi yanafungua mlango wa neema, yanamuingiza mtu kwenye neema. Ukienda kwenye kitabu cha Waebrania sura 4 mstari wa 16 inasema, basi na tukikaribie kiti cha enzi cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Unakaribiaje? Unakaribia kwa njia ya maombi. Kwa maana yake nini? Anasema kwamba uende mbele za kiti cha enzi cha neema kwa ujasiri. Kwa kile ni kiti cha enzi cha neema, ili kiachilie neema kwenye maisha yako ni lazima maombi. Maombi yanakufungulia mlango wa kuachiliwa neema kwenye maisha yako. Jambo la mwisho ni unyenyekevu. Bila unyenyekevu hauwezi ukapata neema ya Mungu kwenye maisha yako. Bila unyenyekevu, lazima uwe mnyenyekevu, mtiifu, uwe humble. Tunaongea swala la humility. Kwa nyepesi tunasema usiwe na kiburi, sababu neema ya Mungu haitendi kazi mahali ambapo kuna kiburi, haitendi kazi mahali ambapo kuna majivuno. Neema ya Mungu haitendi kazi mahali ambapo kuna kujinua. Neema ya Mungu inatenda kazi na kujilisha pale ambapo kuna unyenyekevu. Ndio maana kwenye Biblia kila mtu ambaye alienjoy akafurahia neema ya Mungu alikuwa na kiwango kikubwa cha uvumilivu, sababu neema ya Mungu ni matendo ya Mungu, sio matendo yako. Kwa hiyo Mungu hawezi kutenda na kujifunua kama anajua kabisa utukufu hautarudi kwake. Lazima ukubali kuwa mnyenyekevu, kuishi kwa unyenyekevu, kitu ambacho kwenye dunia sasa hivi kinapotea sana. Hawezi kufurahia neema ya Mungu kama kuna kakiburi ndani yako. Unajua iko hivi, shida ya kiburi, kama una kiburi ndani yako, una uhakika hakuna chochote cha mbinguni ambacho kinaweza kukaa ndani yako. Na kama kuna kiburi ndani yako, Mungu hayumo ndani yako. Kiburi ni nini? Kutokuambiwa, kutokufundishika, kutokuelezeka, kutokushaurika. Yani kuna kitu ukishaamua umeamua yani.